Na sasa tugeukie mzozo kati ya Urusi na Ukraine ambapo Rais Vladimir Putin alitembelea jimbo la Urusi la Kursk na kwa mara ya kwanza tangu Moscow ilipodai kuwa imevifurusha vikosi vya Ukraine kutoka eneo hilo mwezi uliopita. Hayo ni wakati shinikizo la Marekani na Ulaya likiongezeka dhidi ya Urusi kusitisha vita vyake nchini Ukraine. Bruce Amani na maelezo zaidi. Ikulu ya Kremlin imesema Rais Putin alitembelea Kursk jana Jumanne baada ya eneo hilo kukombolewa na vikosi vya Moscow. Askari wa Ukraine walivamia Kursk kwa ghafla mnamo Agosti 2024 katika moja ya mafanikio yake makubwa kwenye uwanja wa mapambano katika zaidi ya miaka mitatu ya vita hivyo. Ilikuwa ni mara ya kwanza ambapo eneo la Urusi lilikamatwa na mvamizi tangu vita vikuu vya pili vya dunia, ikiwa ni pigo la kufedhehesha kwa Kremlin. Putin alikitembelea kinu cha nyuklia cha Kursk ambacho bado kinajengwa na pia akakutana na gavana wa jimbo hilo na kuwapongeza kwa ujasiri wao. Kwa muda mrefu nilitaka kuwatembelea, kuzungumza kuhusu kazi yenu, kuwashukuru, kujua kwa undani zaidi jinsi kazi yenu inavyopangwa na kuuliza swali la kawaida katika hali kama hizi. Je, ni nini kifanyike zaidi ili kuwasaidia? Mnatokea katika majimbo gani? Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema anatarajia Urusi itawasilisha mpango wa usitishaji vita nchini Ukraine katika siku ambazo zitaonyesha kama kweli ina nia. Putin amekuwa akikataa kabisa mapendekezo ya usitishaji mapigano kwa siku 30 yaliyowasilishwa na Kiev na washirika wake wa Magharibi. Lakini Rubio anasema Putin na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov walionyesha kwamba watawasilisha masharti yao labda katika siku kadhaa zijazo, na kuna matumaini huenda ikawa hata wiki hii. Umoja wa Ulaya umepitisha rasmi vikwazo vyake vya awamu ya 17 dhidi ya Moscow, vikilenga meli 200 za Urusi zinazoitwa meli za kivuli, yaani zinazotumia mbinu za siri kusafirisha shehena kwa njia ya magendo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema Ujerumani inatumai Marekani itaongeza mbinyo kwa Urusi wa kusitisha mara moja vita vyake nchini Ukraine. Kama Rais Putin hatajibu na kutokuwa tayari kufanya mazungumzo kwa umakini, kutakuwa na nia kubwa barani Ulaya ya kutangaza vikwazo zaidi vya pamoja na pia kuchukua hatua zaidi zinazozuia mbinu zake za kijanja za kiuchumi na kisiasa. Wakati huo huo, jeshi la Urusi limesema limedungua droni 256 zilizorushwa na Ukraine kwa saa 12 kwenye maeneo kadhaa ya Urusi ikiwemo Moscow. Nako nchini Ukraine, mashambulizi ya droni ya Urusi yaliwaua watu 2 na kuwajeruhi wengine 5 katika eneo la Sumy.